Sawa, baada ya kumalizika kwa joto la Afrika, sasa ni zilizobamba mitandaoni katika sehemu mbalimbali. Kama ilivyokuwa ada, hapa huwa tunamkaribisha mtu mwenye segment yake, mtu kutokea Ujda, lakini Mangula ndo kwao, ndo nyumbani, lakini Unguja nampapenda sana. Mwite Ali Bakari Mufti. Siseme kwamba Mufti ni jina lake, hapana. Mufti amepachikwa pale mbele. Lakini sio Mufti, lakini amewekwa tu jina. Mufti. Alianza zamani sana. Tumuombee kila likuwa la kheri. Amin. Na mimi kwa kuthibitisha hilo namuona katika njia hiyo, kwa sababu hata tulipotoka huko sehemu alikuwa anaandaa kuna majambo muhimu sana. Kwa ni mtu mzito. Usije ukasema kama ni zile pepeta za kutoka Mangula, hapana. Sio pepeta. Sema Adrian anacheka kinafiki. Ananipa machaka. Nitumie nguvu kutetea baadaye. Mantahof. Shukrani. Sawa, karibu sana. Asante sana Sheikh Said, na shukuru kwa kuungana nawe tena kwa siku nyingine leo Alhamis. Nimefurahi kuungana na Adrian James, lakini pia Andrew Kinga Mkono. Nikupongeza tu Sheikh Said, lakini kwa kupitia kipindi cha Viwanjani, nikiwa barabarani nafuatilia kipindi cha Viwanjani, ukanipiga na breaking news ya jina ambalo lilipelekwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa ile kiukweli wewe ndo umenipatia ulivyotupatia ile breaking news. Na mimi hapa breaking news nimepitishiwa na watozi wangu ambao maridadi kabisa, jadidi kabisa. Watu wa maana bwana. Ukiona ile timu ya Viwanjani ikiwepo Mohamed, Gifty, Alex Macha, Ebe Junior. Na hapa ni Viwanjani. Binti Mbugaita, Rukaya Mbugita. Basi watozi ukikosekana Viwanjani lazima wakwambie wewe una matatizo. Ni kweli. Basi mimi kwa sababu watozi watondoti wamekamilika watozi. Yes, basi Sheikh Said, alafu mwanzo wakati unaanza kipindi katika rekodi ambazo ulikuwa unanizungumzia mimi kuhusiana na mechi finali hizi, kuna moja uliisahau, naomba uniruhusu niongeze. Kweli nilihudhuria kule Ujda, lakini pia nilihudhuria Algiz, hiyo kwa maana ya Yanga mwaka 2023, ila pia nilihudhuria katika dimba la Amani. Kwa hiyo ni tatu. Mimi nilisema 2. Sasa mimi zile nilikuwa nimezitaja 2 za nje. Za nje ndio maana nikasemaje? Kama ikija hii ya AFCON yenyewe unaweza ukashangaa Mufti akisema na mimi niwepo, nikaambia ya Mungu mengi bwana. Sawa, lakini na Zanzibar nilikuwepo na kule tulikuwepo na. Kwa hiyo bora sasa ndivyo watu Rashid ndo akasema bora kama Mufti unamtengenezea mazingira hivi anaika konga anaweza kusema sasa Morocco utapajua sana bwana. Asante. Yes, tuende moja kwa moja. Kiukweli hakuna ambacho kinazungumzwa pia katika mitandao ya kijamii sasa hivi, ni huo uteuzi ambao umefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huyu hapa ni Ali Shaabani Kamwe, tukapita katika ukurasa wake, ni meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Yeye anasemaje? Anasema hongera sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, insha Allah Mwenyezi Mungu akakupe hekima, busara na maarifa zaidi katika nafasi yako mpya ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Tanzania. Na hiyo hapo ni ya Maki Kamwe ametoka sasa hivi tu kubaliza hapa. Na jambo hii mimi nafikiri hii kwa sababu hii na dakika mpaka alichukua ilikuwa na dakika kama 58. Nafikiri wakati wapo pale wanaendelea na press yao. Hakuna hapana, wakati bila shaka wakati anazungumza CEO, yes alikuwa na nafasi kidogo pale. Akafanya mambo. Na alivyomaliza press yao hapo, naona kaweka tena nyingine. Sasa hii ameiweka kishabiki zaidi. Utapita kule kwenye ukurasa wali kama utakutana na alichofanya, lakini kikubwa akimpongeza na kumtakia kheri Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa nafasi ambayo amepewa. Bado mchakato unaendelea pale bungeni kwa kupiga kura. Yes, lazima apige kura na mambo mengine. Na kupiga kura pale mara nyingi tunasema hiyo tayari, kwa sababu ukiwa una viti vingi shughuli na kuaga ni kwamba viti vinaenda tall to tall. Sasa pale ndo mchakato huwa ni mgumu. Lakini ukiona asilimia kubwa ni bunge, maana lazima ulitawale bunge, lazima viti vyako viwe vingi. Mara nyingi. Sawa. Yes, sasa tukapita pia katika ukurasa wake mwenyewe Daktari Mwigulu Nchemba. Hii ilikuwa ni kama wiki 4 zilizopita. Unakumbuka wakati ule Ahmed Ali akiwa amefanya ziara ile ya kuhamasisha watu mikoani, kuhamasisha kununua jezi zile original tunaweza kusema hivyo za Simba Sports.
walipita pale na nakumbuka alinunua jezi 200. Na tulipongeza hapa. Tulipongeza, lakini tukajiuliza kwamba hizi pisi 200 zote atavaa, tukasema wewe ni mkubwa, inawezekana kagawia watu katika jimbo na nini. Na kuna mtu hapa aliweka comment katika post hii, ni ukurasa wake rasmi, na alikuwa mzuri sana katika mitandao ya kijamii, vizuri sana. Sasa kwa nafasi hii hatujui sasa mambo yatakuwaje. Daktari Mwigulu Nchemba huyu alisemaje? Anasema tabasamu lake linamaanisha jambo moja, amani, umoja na upendo kwa michezo ya Tanzania. Ni mtu anayejitoa kuinua na kuunga mkono timu zote bila ubaguzi, akiamini michezo ni chachu ya maendeleo na mshikamano wa kitaifa. Hongera Daktari Mwigulu Nchemba. Hii ilikuwa ni wiki 4 zilizopita. Na wakati huu hapa taarifa rasmi ni kwamba bunge tayari lishamthibitisha kwa kura, na sasa ndo anaongea. Kwa hiyo anaongea sasa Daktari Mwigulu Nchemba, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye kwa sasa tunaweza kinachofuata sasa ni kuapishwa, sio? Kupitishwa bado kuapishwa. Kitakachofuata, hatua itakayofuata, maana yake rais sasa atamwapisha. Si ndio? Yes. Kwa hivyo bado hatustahili kwa sababu bunge lishampitisha. Imempitisha. Hizo ni hatua zingine ambazo zafuatia. Kwa hivyo inaonyesha jinsi gani ya kwamba Daktari Mwigulu Nchemba alikuwa ni mtu tuseme wa michezo, lakini amejipambanua kwamba siwa, pamoja na kwamba tunajua wa upande gani. Upande gani? Hiyo na mwacha kinga mkono. Mbona unashindwa kusema? Mbona ashajipambanua muda mrefu? Hakuna mtu ambaye hamjui. Na ndio maana mimi hoja yangu ilikuwa inakuja. Of course ni Young Africans. Yupo pia katika bodi ya wadhamini ya Young Africans. Tuseme baraza lile la wadhamini, baraza la wadhamini ambalo linaundwa na Mama Fatuma Karume, George Mkuchika, mzee wetu, yupo walimuongeza na Anthony Mavunde. Nadhani na Bastalimba kama sasa. Yes, na Bastalimba. Yes, na yeye yumo. Kwa hiyo mwisho wa siku huyo huwezi kutenganisha. Aliyepita Simba anayemaliza muda wake Simba Sports. Hii ipo wazi. Au Mufti wewe ni mshabiki wa timu gani? Real Madrid. Yes, kwa hivyo hayo ndio ambayo tumeweza kuyaona katika ukurasa wake. Tumejikumbushia wiki 4 zilizopita hizo. Na watu wanajua, kuna mtu nimepokea swali lake anasema, Mufti kwa nini kaileta vivaa ya Simba? Yaani katika posti zote za wiki 4 za wiki ngapi? Kwa nini hii? Kwa nini sasa Mufti? Sawa, tumekuelewa Mufti. Tumeelewa vizuri. Tumekuelewa. Bwana, basi tuende katika ukurasa wa Ahmed Ali. Yeye sio, nafahamu jana alikuwa na ziara kwenda Kigoma kule. Kwenda Kigoma. Ndio. Sawa. Lakini kwenye ukurasa wake ameposti nini? Anasema good morning wana Simba. Tupo kwenye mapumziko ya break ya FIFA. Kikosi chetu kinaendelea na mazoezi kujiandaa na ratiba iliyo mbele yetu. Kwetu mashabiki wa Simba, tuanze maandalizi ya mchezo wetu wa kimataifa dhidi ya Petro Atletico. Hii ilikuwa ni karibuni saa 2 zilizopita ndio aliweka ile posti. Kwa hivyo hapa katikati inawezekana takuja posti nyingine. Yupo Kigoma. Mimi niliona akiwa anahojiwa pale uwanja wa ndege safarini kuelekea Kigoma. Sasa yupo Kigoma hii. Sasa ni Mufti anaongea kwa kodi sana. Kuna jambo nilimwambia Mufti kwa hataki hataki kujiachia. Ndio anaongea. Anajikabakaba sana. Anasema watu tuache. Yes, hayo ni Ahmed Ali katika ukurasa wake rasmi. Kwa hivyo tumalizie na mwisho, hii ni kuacha hapa Shakside na jopo lako uweze kuendelea na the pitch. Ndio. Yes, ya mwisho kabisa jana bwana, timu ile senior team ya Ureno iliyowafanyia surprise timu ya under 16 ya wanawake. Kwa maana ya kwamba timu ile iliwatembelea timu hiyo ya under 16, na miongoni mwa vitu ambavyo viliwafurahisha wadada wale ni kukutana na Cristiano Ronaldo bwana. Wenyewe hawakutegemea kama wangeweza kukutana naye huyo mwamba katika wakati ule. Ilikuwa kama ni surprise hivi. Kwa hivyo wakakutana na Cristiano Ronaldo. Naona huyu yani amini kama hiyo mwamba yupo. Na Mufti hapo amelike. Mufti amelike. Bwana macho. Alipo Ronaldo
Mufti yupo. Mufti ukitaka ugombane naye Madrid. Kabisa. Kabisa. Yaani Madrid na mimi ndio nikamuuliza wewe timu gani? Lakini Mufti bwana mimi akasema najua ni Madrid. Sasa kwa Mufti mshabiki wa timu gani? Madrid. Sasa Mufti naona Unajua Madrid kimataifa. Kimataifa wengi. Madrid kimataifa? Hebu rudia. Madrid kimataifa. Kinyumbani? Madrid hamna cha nyumbani. nyumbani inawezekana labda kuna Mangula Stars, Mangula Shooting, Mangula United. Yes. Bwana. Pale Mangula wapo zilikuwa timu pale. Ilikuwa naundwa na ile milima ya Udizungu pale waliandaa, walikuwa na timu. So unajua sisi tuna safu ile ya milima ya Udizungu. Kwa hivyo walikuwa wana timu pia Mangula pale. Sasa watu waondoe mashaka na wewe. Watu wa Mwaya wanajua kabisa kwamba una timu hivyo. Bwana Sheikh Said. Naam. Hayo ambayo ndio tumeweza kuyakusanya leo hii. Kwa hivyo kuna zingine unataka kuniuliza? Nipo tayari kujibu. Nitakuletea tips zangu zile. Nitakuletea tips zangu. Yes. Alafu nitakupatia kuweza kuziona. Unaniruhusu niondoke? Basi tunakushukuru sana. Allah tujalie tukutane tena kesho. Inshallah. Unajua Ijumaa kesho kuelekea weekend itakuwa na mambo mengi sana tutaweza kuyagusia hapa. Nilikuwa nawafuatilia vizuri wakati mnajadili usajili mpya wa Young Africans, lakini pia mlijadili usajili mpya wa Simba Sports. Nilitamani kidogo kwa nukta hii kama muda unaruhusu. Nisaidie kwa Simba Sports. Pamoja na kwamba mmezungumza, mlikuwa mnasema kwamba Kinga Mkono nimekusikia ukisema kwamba kwa Simba iliyopita ni rahisi kuona wachezaji ambao wanang'ara. Lakini ukilinganisha na Yanga iliyopita na hii unapata mashaka kwa sababu Yanga iliyopita inaonekana ilikuwa bora na hawa bado kama hawajaingia kwenye mfumo. Kwa Simba Sports, mchezaji gani sasa hivi Kinga Mkono unasema yes, hii hapa hii moja kwa moja. Hata kama Simba iliyopita ilikuwa kidogo ina mapungufu, lakini mchezaji kwa macho tunaona huyu mtu ni mchezaji mzuri. Ni yupi? Angekuwa hata ile ya zamani. Yes. Kwangu Rushain. Rushain Amethibitisha na ameonyesha kitu cha tofauti kwenye kikosi cha Simba. Tokea amekuja, yeye ni mchezaji ambaye makocha wote wamemwamini na mwenyewe ameonyesha uwezo wake. Na hakuna mtu ambaye anapenda mpira hawezi kuacha kumwangalia na kuvutiwa na jinsi anavyocheza kwenye ile nafasi ya kati ambayo mchango wake mkubwa sana. Aliongeza hapo Sheikh Said kwamba je, katika ile Simba ya zamani angeweza kupata nafasi? Angecheza bila tatizo. Yaani mbele ya Chemaloni angeweza kucheza vivi, angeanza angekuwa na nafasi ya kwanza. Mbele ya Sergio wao? Sergio ile ya Simba sasa, maana hiyo umehitaji ya msimu uliopita. Ya Chemaloni. Sergio wao ana nafasi ya kumshindana naye, kumpa ushindani. Sergio wao alitengeneza ufalme mkubwa sana pale nyuma. Yaani hapo una kina Sergio wao au una Erasto Nyoni wanacheza kule nyuma. Una Juko Murshid, unaenda mbele kidogo una Hino Kenonga Baka, una Shefondo Malone. Anaanza? Kwa Sergio wao anaanza hawezi kuanza. Kwa kushukuru Mufti, kesho tutakuwepo na wewe kwenye maswali. Haya yatakuwa maswali yetu ya mwisho kabisa. Sawa, shukrani sana Ali Bakari Mufti.